kwanza kusikiza ujumbe huu kutoka kitabu cha Esther, napenda kukumbusha ya kwamba haya ni mahubiri ya 5 katika series kutoka kitabu na maisha ya Esther, na kuna mengine 4 yametangulia. Na leo nitapenda kumalizia katika chapter ya 9, chapter ya 10 na mistari 3 peke yake. So basically nitaongea kutoka katika chapter number 9 ya kitabu cha Esther. Kwa hivyo ukiwa na Biblia fungua kitabu cha Esther chapter number 9. Utaweza kusoma verse number 20 mpaka 28. Esther chapter number 9. Tutasoma verse number 20 hadi 28. Tutasoma. Kama haujafika pale sema ngoja kidogo. Basi inamaanisha sote tumefika pale. Esther chapter number 9 verse 20 to verse number 28 tutaisoma katika uwezo wa Bwana. Na tumekuwa tukitazama maisha ya watu watatu wamekuwa key katika kitabu hiki, 4. Wa kwanza akiwa ni Esther mwenyewe, wa pili akiwa ni cousin yake Mordekai, watatu akiwa ni Haman Muagagi ama Haman the Agagite, wa 4 akiwa ni mfalme mwenyewe, jina lake ni Ahasuero. Sijui kama unaweza kuona uite mtoto Ahasuero, Mungu akikubariki. Unaona hiyo jina Ahasuero. Esther chapter number 9 verse 20 through verse 28 nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Neno la Bwana linasema hivi: Basi Mordekai aliandika mambo hayo, naye akapeleka barua kwa Wayahudi wote waliokaa katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero, waliokuwa karibu na waliokuwa mbali, na kuwaonya wazishike siku 14, siku ya 14 ya mwezi wa Adari na siku ya 15 yake mwaka kwa mwaka, ambazo ni siku Wayahudi walipojipatia raha mbele ya adui zao, na mwezi uliogeuzwa kwao kuwa furaha badala ya huzuni, na kuwa siku kuu badala ya kilio. Wazifanye siku hizo ziwe karamu na furaha, na kupeana zawadi na kuwapa maskini vipao. Nao Wayahudi wakakubali kufanya kama alivyoagiza na kama Mordekai alivyoandikia, kwa sababu Hamani bin Hamedatha Mwagagi, adui ya Wayahudi wote, alikuwa amefanya shauri juu ya Wayahudi ili kuangamiza. Akapiga puri, yani kura, ili kuwakomesha na kuwaangamiza. Bali mfalme alipoarifiwa, aliamuru kwa barua ya kwamba hilo shauri baya alilolifanya juu ya Wayahudi limrudie kichwani pake mwenyewe, na ya kwamba yeye na wanawe watundikwe juu ya mti. Hivyo wakaziita siku hizo Purimu kwa jina la Puri. Basi kwa ajili ya maneno yote ya barua hiyo na kwa yale walioyaona wenyewe juu ya mambo walioona wenyewe juu ya jambo hilo,
na mambo yenyewe yaliyowajia. Wayahudi wakaagiza na kutadariki juu yao wenyewe na juu ya wazao wao na juu ya wote watakaojiunga nao, isikome, ya kwamba watazishika siku hizo mbili sawasawa na andiko lile, na kwa majira yake kila mwaka. Siku hizo zikumbukwe na kushikwa kwa vizazi vyote na kila jamaa katika kila jimbo na kila mji, wala siku hizo za Purimu zisikome katikati ya Wayahudi, wala kumbukumbu lake lisiishe kwa wazao. Bwana abariki andiko. Amen. Bwana abariki andiko. Amen. Mahali ambapo tumeweza kusoma ni sehemu ya chapter number 9, ambayo tunamalizia lessons from the book and the life of Esther. Kichwa cha ujumbe wa leo ni God's salvation brings celebration. Wokovu wa Mungu unaleta sherehe. God's salvation brings celebration. Tumetoka mbali katika series hii. Tulianza na mfalme mlevi alipokuwa hai, akaoda Malkia aje. Malkia akaona hofu kwenda mahali wanaume wako wengi wamelewa. Alikuwa anaitwa Vashti, na alipokawia kwenda, mfalme akaamua kwa advice ya watu waliokuwa karibu naye, akaamua kumtelekeza, akaachana naye, akamfukuza, na kisha akaoa binti mdogo ambaye yasemekana alikuwa miaka yake ina early 20s. Akamuoa yule binti kwa jina Hadasa, jina lake la Kiebrania Hadasa, lakini jina ambalo naamini ni kazini yake alimpa, akajiita Esther. Na pamoja na yule kazi na maanko, samahani, si kazi na anko, pamoja na yule anko yake Mordekai, wakakaa kule Shushani bila kutambulika ya kwamba ni Wayahudi. Yeye ako kwa ikulu ni Myahudi, hajulikani. Naye Mordekai ako kwenye gate ni Myahudi, hajulikani. Hadi Haman alipopandishwa cheo na akamea pembe kabisa, jinsi mtu akipandishwa cheo umea pembe, na Mordekai akasema mimi sitakuinamia. Na Haman kwa hasira zake akapanga kumwangamiza Mordekai. Lakini Jumapili iliyopita tuliona kwamba kumbe Mungu ni Mungu wa kubadilisha mambo. It's a God of divine reversals. Mungu akabadilisha. Ule mti mrefu futi 75 alikuwa amejenga aweze kumtundika Mordekai. Mambo yakabadilika, Hamani akajipata juu ya yule mti. Na Esther akafanya jambo lisilo la kawaida, kwenda kwa mfalme na kuomba ya kwamba aweze kusamehewa na Wayahudi waweze kupata nafasi. Na ndipo tunafika kwa chapter number 9, tunaanza mahali Hamani amekufa. Mahali pale tumesoma Hamani akitajwa, anatajwa Hamani adui wa Wayahudi. Japokuwa Hamani amekufa, lakini sheria ya Waajemi, sheria hii haimruhusu mtu yeyote kubadilisha jambo ambalo mfalme amepitisha. Kwa hivyo japokuwa Hamani amekufa, lakini sheria iliyotolewa na ikawekwa na signet ring ya mfalme ya kwamba Wayahudi wote tarehe 13 ya mwezi wa Adari, katika kalenda ya Kiyahudi ni mwezi wa March. Tarehe 13 mwezi wa March, mwezi wa Adari katika kalenda yao, Wayahudi wote popote walipo walikuwa wauawe. Na miezi hiyo imeendelea kukaribia. Na basi Esther akakuwa ameenda mbele ya mfalme,
na kuomba ya kwamba Wayahudi wapewe nafasi. Akaambiwa na mfalme, unajua hata mimi mwenyewe siwezi kubadilisha. Esta akamwambia basi tutoe agizo lingine. Liona Jumapili iliyopita kwamba Mordekai akaandika agizo lingine likaambia Wayahudi, popote mlipo tarehe 13 mwezi wa Adari, mtu yeyote akiwa attack, malizeni yeye. Akaweka signature ya mfalme. Na kwa hivyo Wayahudi wakaanza kujitia moyo, wakaona ya kwamba kuna tumaini la kuweza kuishi tena, kwa sababu mfalme amewaruhusu kujitetea. Siku ile ambayo Wayahudi walikuwa wauawe, ukisoma kuanzia Mwanzo wa chapter number 9, unapata ya kwamba siku ile Wayahudi walikuwa wauawe, kuna watu wengine wa nchi hiyo ambao waliwainukia Wayahudi, na siku hiyo tarehe 13 katika palace ile the city ya Shushani, mahali mfalme alikuwa, waliuawa watu 500 siku moja kwa city moja. Na mfalme alipopata habari hiyo, kwa sababu alikuwa mtu wa kuweka rekodi. Unajua mimi ni librarian, naona ni kama alikuwa librarian. Kwa sababu aliuliza huko nje wangapi wameuawa, akaambiwa ni 500. Akaita Esther na Mordekai awape briefing jioni. Akawaambia leo katika city hii peke yake wameuawa watu 500 walioinukia Wayahudi. Unatakaje? Uliza unachotaka chote. Esther akasema ninaomba tuengeze tena kesho tarehe 14. Tena wale watainukia Wayahudi tena waweze kufanyiwa vivyo hivyo. Na siku iliyofuata tarehe 15 wakainuka tena watu wengine 300. I think wakati mwingine unajua mtu akikuita kondoo amekutusi. Kwa sababu kondoo hata ikiona nyingine imegongwa na gari tena hiyo inafuata. Sasa hawa jamaa wameona 500 wameuawa na 300 wakainuka kinyume cha Wayahudi. Tena hao 300 chini. Na katika miji ile ambayo ilikuwa karibu, wengine wanasema ni miji 150 kuanzia India mpaka Ethiopia, ambako ilikuwa ni utawala wa mfalme Ahasuero, wakainukia Wayahudi. Walipowainukia watu yapata rekodi ya 75,000 wakauawa. And so in 2 days watu zaidi ya 75,000 wakauawa. Na pamoja na hao vijana wa Hamani 10 wote wakauawa. Unajua wanaume mlio hapa, unaweza kusema Haman was a real man. Unajua kule nilizaliwa watu wengine husema men don't cry. The real men don't say I am sorry. Ndio maana hata ndoa zingine zinavunjika tu kwa sababu ujinga tu wa wanaume, kwamba hawezi sema hapo sorry. Hiyo ni ujinga. Na kwa hivyo Hamani hakushuka chini. Kiburi chake kikamuinua juu. Anaongozwa na sheria ambayo anaitumia kwa manufaa yake mwenyewe, na kiburi chake kimeelekea yeye kuangamia. Na tarehe 13 watoto vijana wake 10, nitakuja pale tu nitakuonyesha kile nataka kusema. Watoto wake 9 ama ni 10 wanakuja like father like son. Sasa baba alikuwa kichwa ngumu hapo kwa mti. Na wao wameambiwa na wameona barua inasema ukimuinukia Myahudi kichwa itaenda. Na wao wakainuka tena. At least waliona baba hapo kwa mti. Lakini like father. Unajua wakati mwingine nataka tuweze kupata nafasi ya kuomba hapo mwisho.
Because haikuwa lazima waende kupigana na Wayahudi. Wameona jinsi baba yao wameishia, lakini wakakufa sawa na baba yao kwa sababu ya kiburi na ule uchungu waliokuwa nao. Hiyo inamaanisha kwa wengine wetu, you must not only repent your own sins, lakini tena ni vizuri kurepent sins za baba zako na mababu wetu. Wakati Nehemia alirudi kujenga ukuta, Nehemia chapter 1, alipoenda mbele za Mungu katika maombi, akapaza sauti, akasema hivi, verse number 7, akasema hata mimi pamoja na nyumba ya baba yangu tumetenda dhambi mbele yako, hatujafuata sheria zako ulizompa mtumishi wako Musa. Wakati mwingine unapoenda mbele za Bwana ni vema kusimama kwenye pengo kwa ajili ya jamii yetu ama kwa ajili ya jamii yako. Kwa sababu gani? Isaya naye anapokutana na Mungu, macho yake anapokutana na Mungu, anasema mimi ni wa midomo michafu, ndio, lakini tena mahali ninakaa, watu ninaokaa na wao ni watu wa midomo michafu. In other words, friends, you don't have to die like your father died. You don't have to die like your uncle died. You don't have to die like your grandfather died. Ikiwa hawakumjua Mungu na wakakufa kwa dhambi, usifuate njia hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapompokea Kristo Yesu, unapata baba mwingine. Unafanyika kuwa mwana katika ufalme wake Mungu. And you, si lazima kama jamii yako walikuwa ni walevi, ukasema unajua, na unaita vizuri sana, hutu tumaji tunakuanga twa kwetu. Sasa pombe ndio unatuambia ni tumaji. Usienende sawasawa na watu wa kwenu ambao hawakumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama walikuwa walevi, sawasawa, lakini kama umekuja kwa Kristo Yesu, mimi siwezi kukuambia nilikuwa mahali pengine kule niliko grow. Hapasa anasema, sasa unajua mshiriki mume wake alikuwa hajaokoka, alikuwa kiongozi wa wadau. Hasa anamwambia, unajua kuja tu hata ukionja kidogo, lakini Jumapili unakuja. Mimi nikijua hapa unaonja na kutimua. I mean, you are either here or you are there. Huwezi kuwa huko na tena huko hapa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nasema leo pasi amekuwa noma. You don't. Ikiwa watu wa kwenu walikuwa watu ambao hawakuheshimu ndoa zao, watu ambao hawakutosheka na wake zao ama na waume zao, mpendwa, haupasi kuenenda kwa tabia hiyo na kusema unajua haka kitu kako kwa damu. Damu ya Yesu Kristo inaosha mambo yote. Damu ya Yesu Kristo inasafisha. Damu ya Yesu Kristo inakufanya kuwa mpya. Ndio maana ukiwa Mkristo halisi, mpendwa, hauwezi kuenenda katika njia zingine ambazo hazimpendezi Mungu. You cannot claim to be a true Christian and any skirt ikipita mbele yako ukiwa mwanaume unapoteza network. Na ukiwa kanisani hapa unaimba mpaka unauliza watu, mbona mwinui mikono? What? You don't have to die the way your family members died, wale ambao hawakumjua Kristo Yesu.
Watu wanaomjua Kristo kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo imewatakasa, imewaunda, wamekuwa sawa. Hawa vijana wa Hamani walifuata direction ya baba yao. Inaomba asubuhi ya leo kupatikane watu ambao watasema, hata kama baba hakumpenda Mungu, mimi nimemjua Mungu, nitampenda Mungu. Hata kama baba hakuenda kanisani, mimi sitaacha ushirika kwa sababu nimekutana na Yesu. Baada ya tarehe 13 hiyo, unajua kuna kitu ambacho tunajifunza kwa Esther, na kwa sababu ibada hii inaongozwa na wadada, nitapiki vitu hapa na pale. Na niliguzia ya kwamba Esther alikuwa na heshima. Unajua mahali hapa ambapo tumesoma chapter 9, wakati Esther analetewa ripoti na mfalme, anaambiwa 500 wameuawa. In other words, sasa mfalme alikuwa ameingia kwa box ya Esther. Wewe unaona mfalme ati anaita Esther kumpea report. Nani anapaswa kupea mwingine report? Si unaona ameingia box. Lakini licha ya kwamba mfalme Ahasuero ameingia box, Esther anamuaddress na heshima. Anamwambia, ikimpendeza mfalme, ikikupendeza, ninaomba tuongeze siku nyingine moja. Lakini wewe mtu akiingia box atakujua. Kokote unakotaka ataenda, kwa sababu si ashaingia box. Esther kwa sababu ya heshima alimuaddress mfalme kwa heshima. Kina dada, napenda kuguzia na kurudia jambo hili ya kwamba heshima ni jambo muhimu katika ndoa. Heshima inapokosa, basi mambo mengine ndio hutokea. Ukizifuatilia shida nyingi zilizo katika ndoa, nyingi zao utakuta kwamba kuna mahali heshima ilienda. Na ulipoenda, mchungaji mwingine kutoka nchi nyingine sitaitaja alisema ya kwamba akina mama huwa wanaenda kufurahi nywele. Ulipokuwa wakifurahi nywele ukiwa kwa ile chupa ya kufurahi nywele, kuna mambo ulitamka kuhusu mume wako na yakamfikia. Na yalipomfikia, heshima aliyokuwa nayo kwako ikaenda. Naweza huyu jamaa tulipoana, huyu jamaa alikuwa tu mzuri, huyu jamaa, wewe mwenyewe ulijiharibia heshima yako. Bwana asifiwe. Lakini katika kuenenda katika heshima utajenga jamii yako. Katika heshima utajenga boma lako. Katika heshima utajenga ndoa yako. Esther, licha kwamba alikuwa mchanga, alienenda katika heshima. Maana pale tumesoma kitabu hiki kinamalizia na celebration. Ndio maana nilisema kichwa cha leo ni wokovu unaleta celebration. Wayahudi wakakusanyika pamoja, Mordekai na Esther wakaandika directive nyingine kwa Wayahudi. Wakasema ya kwamba tunataka Wayahudi wakusanyike, kuwe na siku kuu. Siku tuliokuwa tuuawe tarehe 13 mwezi wa Adari. Mungu badala ya sisi kuuawa, Mungu ametuletea wokovu. Na kwa sababu Mungu ametuletea wokovu, Mordekai na Esther wakaandika ujumbe uwafikie Wayahudi popote walipo, ya kwamba siku hiyo tarehe 14 na tarehe 15 itangazwe kuwa siku ya sherehe. Sio wakati huo peke yake, lakini hadi sasa. Na hata sasa Wayahudi walio katika Israel, mwezi wa 3 tarehe 14 na tarehe 15 wanasherehekea holiday ya Purima. Japokuwa sasa kwa sababu wengine hawajampokea Yesu, wanabadilisha, wanafanya mambo mengine, hawakumbuki wokovu. Lakini wanakumbuka ya kwamba siku moja Wayahudi tulikuwa tuangamizwe sote, lakini Mungu akatuokoa. Kwa hivyo wanasherehekea siku hiyo. Najua siku ya wokovu ni siku muhimu sana. Na kuna wimbo ingine tunapenda kuimba sana, ni siku kuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi, moyo umejaa tele
kunyamaza hauwezi. Yani siku uliyomkiri Kristo. Watu unajua wengine wakisikia hiyo wanajifanya happy keki ya harusi. Wanazoea Mungu anaingana tu kwa keki ya harusi wapenda. Wapenda unajua hiyo ni keki ya harusi. Siku ya harusi itaimbwa hiyo keki, Mama District hako wapi atuimbie wimbo moja akichomoka tu ni siku kuu. Na siku kuu sio siku ya harusi. Siku kuu ni uliokiri dhambi zako. Hiyo wimbo unaipata vizuri. Uliokiri Mwokozi ni siku kuu. Lakini unajua tuna anniversary celebrations nyingi, birthdays nyingi. Birthday kuna mahali pengine kuna wengine hata birthday ya paka iko, birthday ya kuku, birthday ya hiki na birthday ya kile kingine. Na ni Wakristo lakini siku sherehekea tu siku waliookoka wamesahau. Maandishi anasema kwamba Wayahudi wakasema siku hii tulikuwa tuuawe, lakini Mungu ametuletea wokovu, itakuwa siku ya kusherehekea. Nataka nikutie changamoto mpendwa. Panga siku ambayo unasema siku hii nakumbuka nilipeana maisha yangu kwa Kristo. Hata kama haujui ni siku gani, amua tu siku moja. Sababu wengi jinsi ninawatazama wengi hawajui. Si ni kweli? Tuko pamoja na wajua hata hiyo jinsi unaniangalia ninaona. Haujui siku uliokoka. Kama umeokoka haujui. Sasa ninakutia moyo, amua tu mimi ni Thursday tarehe 2 mwezi fulani. Hiyo ndio siku niliokoka. Alafu anza kusherehekea. Ikifika siku hiyo unasema mimi nilikuwa nimehesabiwa muovu, nilikuwa niuawe kwa sababu ya dhambi, lakini Yesu siku hii akaja akaniokoa, akanirudishia uzima tena. I will set apart a day to celebrate my salvation. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waza jinsi, think about how God, jinsi ile ambavyo Mungu amekuokoa, amekutoa katika dhambi, hali iliyokuwa hali ya hatari. Wewe ndio unajua background ya kweli. Wewe ndio unajua mahali ambako Mungu alikutoa. Wewe ndio unajua kitu ambacho Mungu amekutendea. Mpendwa, weka siku ya kusema mimi nitasherehekea wokovu wangu. In other words, hata ikiwa ni ngumu zaidi, amua every Sunday itakuwa siku ya kusherehekea wokovu. I don't care. Kuna yale Mungu amenitendea, wewe haujui. Kuna mahali Mungu amenitoa, wewe haujui. Kwa hivyo useme utasema, but every Sunday itakuwa siku yangu ya sherehe. Kama ni kucheza nitacheza, kama ni kuimba nitaimba, kama ni kuomba nitaomba. Waseme haka kamejifanya kimbelembele, kanapiga kelele, sawa. Kwa hiyo kimbelembele haujui mahali Mungu alinitoa, haujui kile Mungu alinitendea. Kwa hiyo I will celebrate my salvation. Sababu imenipa tumaini. Ajili ya wokovu imenipa tumaini. Kabla ya wokovu wao Wayahudi waliishi kwa wasiwasi, hofu ya kuuawa wakati wowote. Waliishi wameogopa, hawana tumaini mbele. Lakini walijua ya kwamba ni kweli watauawa, kwa sababu walikuwa wamesoma barua ya mfalme. Na wanajua hata mfalme mwenyewe hawezi kubadilisha. Wao walikuwa wameona sisi tunaelekea kumalizwa. Lakini baada walipopata wokovu, wakajawa furaha, wakajawa kicheko, wakajawa kucheza, wakaamua hata zawadi tutapeana. In other words, inaonekana pale mbele walikuwa watu stingy. Mpendwa, unapokutana na Kristo Yesu, anakupa kicheko, anakupa furaha. Hata kama ulikuwa mtu mkonogamu, unajua saa zingine ni ngumu kuelewa mtu akaomba, akagaragara chini, akafanya vile atakaye. Omba katika ndimi, ikifika saa ya matoleo, wewe umeokoka pia. Kwa sababu ukishapokea wokovu wa Kristo Yesu, sawa na hawa Wayahudi, anakupa moyo wa kupeana, kwa sababu unaelewa mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Mungu. Sina changu cha kujivunia, sina changu cha kusema hiki ni, kwa sababu pasipo yeye mimi nisingekuwapo.
So why should we celebrate? 3 things. Mbona tusherehekee katika wokovu? Number 1, tunasherehekea kwa sababu Mungu ana mpango kwa ajili yako. I will celebrate my salvation because God has a great plan for me. Jeremiah 29 verse 11. Na kwa hivyo usipoteze wakati mpendwa na kung'ang'ana na yale watu wamesema, na yale watu wanapanga, na yale watu wanafanya. Wewe waombee, sema Mungu, ninaomba wale wanaonipangia nifutwe kazi waishi wanione nikiwa supervisor kwa kampuni hiyo. Wale wananipangia watoto wangu wasisome waishi niwaite graduation ya university ya watoto wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua Mungu ana mpango na wewe. Bwana asifiwe. Unapokubalia wokovu na kuingia katika mpango wa Mungu, mpendwa, you have a great future. Kuna tumaini kule mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wokovu ambao umeupokea. Kumbuka, Esther alikuwa an orphan. Alikuwa hana wazazi wote wawili. Lakini kumbe Mungu alikuwa na mpango na yeye. Mpendwa, usiangalie situation yako, usiangalie mazingira yako, usiangalie hali ulio ndani na ama hata vikwazo ulivyo navyo. Mwaka huu tunavunja hizo boundaries. Mwaka huu tunavunja hizo obstacles. Kwa hivyo hakuna obstacle itazuilia mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yako. We have a reason to celebrate our salvation because God has a plan. Na ukijua Mungu ana mpango na wewe, una sababu ya kusherehekea. Kwa sababu gani? Mungu si mwanadamu abadilishe nia. Mungu si mwanadamu akasema kwa sababu zisizowezekana sitatenda. Alichoahidi Mungu ni mwaminifu na Mungu atatenda. Kwa hivyo you can celebrate your salvation. Jumapili hata ukitoka ukija kanisani ukiwa na mwingine alikuwa kuna Biblia nyingine ndogo ya Gideon. Ni nzuri tu, Biblia nzuri, lakini nilipokuwa college ulikuwa na vijana walikuwa wamewaka moto kwa Injili, wanasema we don't want to see those backsliders Bibles here. Kwa sababu unabeba hapo kadogo ndio ukigona mahali hakuna watu wameokoka unaweka kwa mfuko. Unakuwa tu kama hao, ukikutana na wandugu unatoa. Bwana asifiwe. Mungu amekuwa akinifunza kitu asubuhi ya leo. Na kwa hivyo hauwezi ishi a double life. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua Mungu ana mpango na wewe. You will not be ashamed. Paulo akasema sionei haya Injili. Nitatamka popote pale ya kwamba mimi ni wa Yesu. Kwa sababu gani? Ninajua Bwana ana mpango pamoja na mimi. Praise the name of the Lord. So wewe ni Mkristo kanisani. Ukienda kule nje, kama unapenda football kama mimi, kwa ninapenda football sana. Lakini kwa timu yangu kule Eldoret ilikuwa inaitwa Lancaster FC. Walikuwa wanajua, na hata sikuwa mhubiri, walikuwa wananitanga pastor. Kwa sababu gani? Hata kule, hata wakati unashabikia Arsenal na Man U na the Blues. Kuna the Blues in the house. Hata wakati unashabikia the Blues, kumbuka ya kwamba kuna kala nyingine ambayo ni zaidi ya hiyo blue. Hiyo ni kala ya damu ya Yesu Kristo. Na kama hiyo kala umeingia kwa damu hiyo na imekuosha, hata ukishabikia the Blues, shabikia ina maana that shows you belong to Jesus. Mimi kusikia mtu amejinyonga kwa sababu ya hao watu wenye wako huko na hata hawajui. Itawekwa tu kwa gazeti ya hapa na hawasomangi hata East African Standard, hawatajua, na wewe umekufa kwa watu wenye wakujui, and they are making millions. Hiyo inaitwa ujinga. Now, God has a plan for you. Mungu ana mpango pamoja na wewe. Kwa hivyo utajivunia wokovu wako. Utafurahia kwa ajili ya wokovu wako. You will be proud of your salvation because you know God has a plan for you. Sababu ya pili ya kufurahia na kucelebrate our salvation ni kwamba God always answers prayer. Huenda ikawa Mungu kila mara hujibu maombi. Huenda ikawa sio jinsi ulitarajia. Huenda ikawa sio kwa njia ile uliyotarajia. Lakini nitasherehekea wokovu wangu kwa sababu ninajua Mungu huyu ninayemwamini, yeye kila mara hujibu maombi. Kwa hivyo sitakoma kuomba
ninajua sitakoma kusherehekea nikitembea katika kutii neno lake. Nina hakika Mungu hujibu maombi hata akikawia. Na wimbo ingine mnaimbanga, najua Bwana anaweza, najua Bwana anaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana anaweza. That is a declaration of faith, ya kwamba sijali itachukua muda gani, sijali Bwana atachukua muda gani, lakini ninajua ya kwamba Mungu wangu hujibu maombi. Kwa hivyo nitaenda kumweleza, nitamwambia, kwa sababu ninajua anajibu. Huenda hatajibu kesho, huenda hatajibu next month, lakini ninajua yeye anajibu maombi. Kwa hivyo nitafurahia katika wokovu, nitafurahia katika salvation yangu, kwa sababu ninajua Bwana hujibu maombi. Na mwisho, you are a winner and not a loser. Utafurahia wokovu wako kwa sababu najua wewe ni mshindi. Katika Adamu tulizaliwa katika kushindwa, lakini katika Kristo Yesu tumezaliwa katika ushindi. Esther na Mordekai hawakushinda kwa sababu walikuwa na positions. Haman alikuwa na position, lakini Esther na Mordekai hawakushinda kwa sababu walikuwa na pesa. Esther na Mordekai walikuwa hawana pesa, lakini Hamani aliyekuwa na pesa hakushindwa. Mpendwa, unajua wewe ni mshindi kwa sababu gani? Kwa sababu you belong to Christ. Hamani na Mordekai walishinda kwa sababu they belonged to God's people. Kama kuna kitu ninapenda katika Kenya hii, ni kwamba mimi ni wa jamii ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo, kwa sababu mimi ni wa jamii ya Mungu, mimi ni mshindi. Inawezekana ukiniangalia leo hauoni huo ushindi, but watch this space, kwa sababu mimi ni wa jamii ya Mungu. Waliotazama Mordekai akiwa kwa gate na rungu, kama alikuwa na rungu, walimdharau wakamkejeli, lakini hawakujua yeye ni mshindi, licha ya kwamba alikuwa anasimama pale kwenye gate. Mahali where you are does not change who you belong to. Bwana asifiwe. Mahali pale popote ulipojua ya kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu atasimama na mimi. Kitabu cha Esther nikimalizia kinaongea kuhusu watu wawili, the proud and the humble. Japokuwa katika kitabu hiki Mungu hajatajwa, lakini tulisema mkono wake unaonekana. And niweza kusummarize kitabu cha Esther in 2 verses. Proverbs 16:18 ambayo inasema kiburi kinatangulia kuanguka, na James 4:10 ambayo inasema nyenyekea katika mikono katika miguu ya Bwana, naye Bwana atakuinua. Those 2 verses summarize the book of Esther. Hamani aliyekuwa amejaa kiburi na majivuno na kujiinua aliishia akikufa. Na Esther na Mordekai walioenenda katika unyenyekevu, walioenda katika unyenyekevu na kutafuta uso wa Mungu katika maombi na katika kuomba na katika kufunga, hawakuishi tu, lakini waliokoa kizazi chao. Mama, you can save your generation. You can save your family. You can save your tribe. Unaweza kuokoa wewe mmoja, unaweza kuokoa jamii ya kwenu. Mradi utatembea katika unyenyekevu kama Esther na Mordekai. Nataka nimalize nikikuuliza swali. So wewe ni nani? Wewe ni Mordekai na Esther, ama wewe ni Hamani? Na mimi sitakosea sana nikisema wengi tunapenda kuwa kama Mordekai na Esther. Lakini shida ni kwamba tabia zetu ndio zinatutoa huko. Njia zetu ndizo zinatutoa huko. Je, wewe ni yule ambaye mtu ukiona mtu akifanikiwa, akikuwa promoted, akifanikiwa, unasikia uchungu, unasikia vibaya, unaona angekuwa ni mimi? Wewe ni Hamani.
Wewe ni yule ambaye haulani kwa sababu mtu mwingine amepewa promotion ambayo unaona mimi ndio nina makaratasi. Mimi ndio nina uwezo. Mimi ndio alikuja tu juzi akanipata kwa hii boma. Alikuja tu juzi akanipata kwa hii kampuni. Imekuwaje? Wewe ni Hamani. Je, wewe umejawa na kiburi na kujiinua with the arrogance? Jua ya kwamba njia Hamani aliyopitia inakuwa ni njia yako. Lakini mpendwa, kuna habari njema ya kwamba haipaswi kuwa hiyo. Unaweza kuwa, wewe na mimi tunaweza kuwa kama Esther na Mordekai. Walinyenyekea mbele za Mungu, wakatafuta uso wa Mungu katika maombi na kufunga. Na kwa heshima waliokuwa nayo kwa mfalme, Mungu kwa wakati wake na kwa njia yake aliweza kuwainua. Mpendwa, lesson kubwa tunayojifunza katika kitabu hiki cha Esther ni kwamba wakati Mungu anaonekana hayuko kazini, jua God is working for you. Najua tena kwamba in the end God will win. Inaweza onekana shetani amekulemea. Inaweza onekana wanadamu wamekulemea na wanafaulu. Nataka mpendwa ujue ya kwamba mwisho wa mambo yote Mungu atashinda. Kama kuna kitu utakumbuka kutoka kitabu cha Esther, kumbuka ya kwamba mwisho wa jambo lolote God will emerge the winner. God will have the last laugh. Kwa hivyo endelea kumwamini mpendwa, endelea kusikia sauti yake mpendwa, endelea kutubu na kuomba mpendwa, endelea katika unyenyekevu mbele za Mungu, kwa sababu kwa wakati wake Mungu atakuinua, na kwa timing yake Mungu atakuinua. Tofauti ni kwamba Mungu anapokuinua, God gives you honor. Alipomuinua Esther na Mordekai, pamoja na vyeo aliyowapa, aliwapa heshima. Mpendwa, utaheshimika tena kwa sababu Mungu ako upande wako. Kumbuka, Esther alikuwa msichana mdogo, alikuwa orphan, alikuwa katika nchi ya kigeni, hakukuwa katika nchi yao, lakini Mungu akamkumbuka, Mungu akamuinua. Nataka nikwambie, Mungu kwa design zake na njia zake anaheshimu, anawatumia wote walio tayari. Hata ikiwa ni mama, msichana mdogo, akiwa ni mama mzee, akiwa ni mama wa umri ya kadiri, akiwa ni mzee wa kiume, mwanaume ama mvulana, Mungu anaweza kukutumia ikiwa utanyenyekea mbele zake na kusema ya kwamba namjua huyu Mungu anayebadilisha vitu. Anaweza kubadilisha vitu katika ndoa yako, anaweza kubadilisha vitu katika jamii yako, anaweza kubadilisha vitu katika nyumba yako, na akaleta furaha, akaleta celebration. Anapoleta wokovu, anatoa maombolezo, analeta furaha, analeta wokovu. Kwa hivyo leo unaweza kushangilia na kusema, Mungu, ninajua kwa wakati wako, kwa njia yako utaleta furaha. Kwa hivyo nitasherehekea wokovu wangu, nitasherehekea na kufurahia, kwa sababu ninajua Mungu amenipenda na kuna kitu Mungu amenipangia. Shida ni kwamba mbona wengi hatufurahii wokovu? Mbona wengi ni kama tunavumilia kuwa wokovu? Mbona wengi hata ikifika sasa sema another Sunday again. Kama huwa unasema hivyo, wewe ni mmoja wale wanavumilia katika wokovu. Shida ni kwamba ukitembea katika njia zinazompendeza Mungu, utafurahia wokovu. Lakini ikiwa unatembea ukiguzaguza dhambi kidogo, na siku nyingine niwauliza, ukienda City Clock ile kubwa hapo Kencom, ikisema saa 7 na una kengine kadogo mfukoni utoe, katasema saa ngapi? Akawezi sema tungali saa 1 asubuhi kwa sababu ni kadogo. Kwa hivyo haufurahii wokovu kwa sababu kuna tudhambi unaguzaguza
na unaona mtu ni tudogo. Hata mtu tudogo, nataka nikukumbushe, tunasema tu kama ni saa 7 ni saa 7. Kama Hamani aliwekwa kwa mti, hata uto tudhani unakuja tudogo, utaenda tu hiyo njia ya Hamani. Lakini leo kuna habari njema ya kwamba unaweza furahia wokovu wako ikiwa utakuja Kalvari na kusema, Bwana, ninajua wewe unaweza badilisha mambo, na hata maisha yangu unaweza kuyabadilisha, na yaweka maisha yangu mikononi mwako. Mungu leo ana uwezo wa kukubadilisha. Mungu leo ana uwezo wa kukupea confidence katika wokovu wako. Mungu leo anaweza badilisha, badala ya kuvumilia wokovu ukafurahia wokovu. Tusimame mbele za Bwana. Nataka niombe pamoja nawe mpendwa. Katika moyo wako unasema, ndio nimeona Mungu katika Esther. Anamaliza na kusema kwamba ni wokovu unaleta sherehe. Nimekuwa katika wokovu kwa muda mwingi. Sioni sababu ya kusherehekea. Sioni sababu ya kushangilia. Jana wa leo una nafasi ya kwenda msalabani na kusema, Bwana, ninakuja jinsi nilivyo. Nataka nifurahie wokovu wangu. Kama kuna kitu ambacho unasema, Bwana, hiki na kiacha, nianze kufurahia wokovu wangu, leo una nafasi hiyo. Namisha vichwa vyetu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu usiyeheshimu umri. Ukamtumia Esther akiwa msichana mdogo. Wewe ni Mungu usiyeheshimu jinsia. Ukamtumia Esther akiwa mwanamke. Wewe ni Mungu usiyeheshimu vyeo. Ukamtumia Mordekai akiwa mlinda lango. Wewe ni Mungu usiyeheshimu mali. Ukamtumia Mordekai akiwa maskini. Baba, mchana wa leo kuna wengi ambao wamesikiza na wanasikiza ujumbe huu. Katika wokovu wao imekuwa ni kung'ang'ana. Lakini Esther pamoja na Wayahudi, wokovu ulipowajia, hata wakaweka siku 2 za holiday, siku za kusherehekea wokovu. Kwa sababu wokovu ulileta tumaini. Wokovu ulileta matarajio. Wokovu uliwahakikishia mbele iko sawa. Wokovu uliwaletea tumaini tena. Wokovu uliwaletea kicheko. Kuna watu wengi makanisani hawajacheka kwa muda mrefu kwa sababu ibilisi amewagandamiza. Lakini Jehova, mchana wa leo unapoingilia katika maisha yao, wale ambao hawajacheka kwa muda mrefu, Baba, na watabiria kicheko tena. Wale wamesahau furaha ni nini, na watabiria furaha tena, kwa sababu wokovu wako unaleta celebration. Baba, haijalishi hali walio ndani, lakini wewe unasema una mipango mizuri. We will celebrate because of the good plans you have for us. Tunakupenda Jehova, tunakuinua. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki, Bwana akutende mema.